huduma hizi za moyo tulikuwa tunakwenda kuzipata kule Dar es Salaam. Sasa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekeza kwamba huduma za afya zimfuate mwananchi, huduma za jamii zimfuate mwananchi na sio mwananchi kufuata huduma. Na ndio maana leo mnaona kupitia JKCI imefanya umoja kwa kushirikiana na kanisa, na huduma leo zetu ziko hapa JKCI Siliani, na wote tumepata huduma kama vile tuko leo JKCI kule Dar es Salaam. Mabibi na mabwana, kama alivyokwisha elekeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nami niendelee kusisitiza kwa wananchi wa mkoa wa Arusha umuhimu wa wananchi kujiunga na mpango wa bima ya afya kwa wote ili waweze kupata huduma za matibabu kwa urahisi. Kwa namna ya kipekee ni wakumbushe kuwa bima ya afya ni nguzo muhimu katika kufanikisha lengo la afya kwa wote. Huduma zote zilizokuwepo hapa, Mheshimiwa Waziri, tunakwenda kuziimarisha zaidi na zitakuwepo hapa. Taasisi hii imeshaanza, tumeanza kufanya maboresho makubwa ya ICU, emergency, na tunategemea katika hospitali hii itakuwa na vifaa ambavyo vitasimikwa vyenye akili nunde, artificial intelligence, vitafanyika hapa. Tayari kule maudini tutakuwa tumeweka monitors za kuangalia wagonjwa, lakini mgonjwa atakayelazwa hapa kwenye taasisi hii na akaruhusiwa kienda nyumbani na tukataka kuendelea kumwangalia, tutamwekea shuka maalum pale nyumbani kwake, na tutakuwa tunaona mapigo yake ya moyo, oksijeni yake, jinsi anavyopumua, na ikipata shida tunasema. Kwa hiyo tutaweka hospitali hii iwe ya mfano katika kanda hii ya Afrika. Niseme sentensi moja. Ushirikiano huu ndio Mungu anaotaka. Hii iko theology kabisa. Au katika theology ya Kilutheri, kanisa ni mkono wa Mungu wa kuume, lakini serikali ni mkono wa Mungu wa kushoto. Sasa kumhudumia mwanadamu ni lazima mikono miwili ishirikiane. Kwa hiyo ushirikiano huu uko katika msingi wa neno, msingi wa Biblia, ni teolojia, na kwa kweli inamtukuza Mungu, lakini inawasaidia na kuwafurahisha wananchi. Mheshimiwa Naibu Waziri ametupa maneno mengi hapa ya faraja na ya matumaini. Yeye pamoja na waziri wake Mheshimiwa Mchengerwa, tunashukuru commitment mmezifanya na mmeonyesha kwa vitendo. Kwa hiyo sisi kama bodi tunaahidi kwamba tutafanya kazi kwa weledi kwa kadri ya uwezo wetu. Huduma za afya ziko vizuri sana, zinatolewa kwa wakati, matibabu yanafanyika vizuri, na vifaa tiba vipo vinapatikana, madawa yapo. Kwa kweli tunamshukuru mama, anafanya kazi na wasaidizi wake wanamsaidia vizuri, kazi zinaendelea vizuri sana. Kwa kweli kwa haya matibabu yaliyokuja, si wengine tunaumkweli, naumwa na moyo, unanisumbua, nashindwa kufanya kazi zangu vizuri kwa sababu ya moyo, lakini sasa ametuletea matibabu hapa karibu. Nashukuru, mashallah, anamfanyia wepesi na tunamwombea dua usiku na mchana. Mwenyezi Mungu amzidishie na abuni kingine zaidi. Kuna wengine walioko chini tu wanateseka, ambao ni wadogo zaidi. Ukipita mitaani ndio utajua kwamba watu wanateseka vipi. Hilo. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunashukuru sana tunashukuru sana kwa hotuba yako ambayo imekuwa ya kusisimua kweli kweli, na fikisha ujumbe wetu kwa Mheshimiwa Rais wetu kwamba tunampenda na kila siku tunamwombea awe na afya njema ili aweze kutuhudumia sisi wananchi wake.
sasa hivi tunafurahi na tunashukuru kwa hichi. Huduma ni nzuri. Mungu awabariki watoa huduma. Mungu awabariki wote walioleta ili wazo la kuweka kituo hichi hapa hospitali ya Seliani. Asante. Ya moyo wako ni jukumu letu sisi JKCI.